mtu fulani amedhoofika kwenye eneo fulani, ni matokeo ya nguvu inayotawala ndani ya huyo mtu. Kwa sababu ikiwa ndani ya mtu kuna utawala ulio bora, lazima huyu mtu tutamuona ni bora. Kwa nini? Kwa sababu matokeo ya nje yanawakilishwa na ile nguvu inayotawala ndani ya mtu. Ili tukuone wewe uko viwango fulani, uko level fulani, tutakuona wewe kwa nje namna hiyo, lakini tutatafakari na tutaijua zaidi nguvu inayotawala ndani yako, ya kwamba nguvu inayotawala ndani yako ndio imekufanya uwe juu, ndio imekufanya uinuke, ndio imekufanya ufanikiwe. Duniani ziko nguvu za aina mbili tu. Iko nguvu ya Mungu, iko nguvu ya Mungu na iko nguvu ya shetani. Maana yake sasa, ndani ya mtu ikitawala nguvu ya Mungu, tutaona matokeo kwa huyu mtu sawasawa na ile nguvu ya Mungu inayotawala ndani yake. Lakini ndani ya mtu ikitawala nguvu ya giza, yaani shetani, tutaona matokeo nje sawasawa na hiyo nguvu inayotawala ndani yake. Haleluya! Sawasawa na hiyo nguvu inayotawala. Tunamwona Yesu anakuja duniani, anatoa kauli, anasema mahali ambapo kulikuwa kuna giza kuu, nuru imewazukia wale waliokaa gizani. Maana yake tunapozungumza kwa habari ya nguvu mbili, tunazungumza kwa habari ya nguvu ambayo ni nuru ya Mungu na nguvu ambayo ni giza ya shetani. Yesu anakuja duniani, anaidhihirisha nguvu ya nuru ambayo ni nguvu ya nani? Ya Mungu. Na anasema wale waliokaa gizani, tafsiri yake hawa watu walivamiwa na nguvu ya shetani ndani yao. Na kama walivamiwa na nguvu ya shetani, ni kusema kwenye giza kuna mabaya, kwenye giza kuna unyonge, kwenye giza kuna magonjwa, kwenye giza kuna laana, kwenye giza hakuna ndoa, kwenye giza hakuna uzao. Na hapa ndipo tunaanza kuona sasa kile tunachokiona nje kinawakilishwa au kinawakilisha ile nguvu inayotawala ndani ya mtu. Yesu anakuja anasema nimebariki uzao wa tumbo. Yesu anakuja anasema nimefanyika masikini muwe matajiri. Yesu anakuja anasema ajipatiaye mke amepata kitu chema. Yesu anakuja anasema nimepigwa mimi ili nyinyi mpone. Maana yake ni kusema alikubali yeye Yesu kuingia ndani ya giza, ateswe yeye, asulubiwe yeye, aliakiwe yeye, ili mtu mmoja akae kwenye nuru.